Akitoa taarifa hiyo mbele ya vyombo vya habari katika makao makuu ya jeshi hilo yaliyopo Upanga jijini Dar es Salaam, msemaji wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania Kanali Kapambala Mgawe amesema tukio hilo lilitokea Julai 13 majira ya saa 3 asubuhi, wakati kikundi hicho cha wanajeshi 36 wa kikosi cha kulinda amani kikiwa katika msafara wa kusindikiza waangalizi wa amani kutoka Ko Abeche kuelekea Nanyara katika eneo la Darfur na kushambuliwa ghafla na waasi hao umbali wa kilomita 20 kutoka makao makuu ya kikosi hicho. Aidha, msafara huo pia ulikuwa na maafisa na askari kutoka mataifa mengine ambao nao wamejeruhiwa. Wanajeshi wetu hao wamepatwa na mkasa huo wakiwa katika utekelezaji wa jukumu lao la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Sudan, eneo la Darfur. Hatua zilizochukuliwa na zinazoendelea kuchukuliwa ni kwamba kikundi chetu baada ya kupata mkasa huo kilitoa taarifa katika makao makuu ya kikosi, ambapo hatua mbalimbali zilianza kuchukuliwa. Akizungumzia kuhusu taratibu za kuisafirisha miili hiyo pamoja na taratibu za mazishi, Kanali Mgawe amesema Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawasiliana na familia za marehemu kuhusu taratibu za mazishi, na linawasiliana pia na Umoja wa Mataifa kuhusu taratibu zote muhimu zinazohusiana na matibabu ya watu waliojeruhiwa katika eneo la tukio. Aidha, ujumbe maalum umeteuliwa kwenda Khartoum na Darfur kuzungumza na mamlaka kuhusiana na tukio hilo. Kanali Mgawe amesema mawasiliano baina ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania na Umoja wa Mataifa yanafanyika kuhusu uwezekano wa kuongeza uwezo wa kujilinda na mashambulizi inapobidi pindi kikundi cha wanajeshi wa Tanzania wanapokabiliana na mashambulizi ya aina hiyo, na kwamba taarifa hizo ni za awali na wananchi watapatiwa taarifa zaidi kadri hali itakavyojitokeza. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.